DW Dunia Yetu leo mchana. Shukrani sana Ubena Bakari kwa taarifa ya habari. Msikilizaji, mchana huu tutakwenda hadi huko nchini Kongo ambako tunaarifiwa kwamba sehemu ya upinzani unaoongozwa na rais wa zamani Joseph Kabila umeanzisha vuguvugu linaloitwa Tuokoe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufahamu zaidi, kanasi. Na maelfu ya Wakenya waupokea mwili wa waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga uliowasili nchini Kenya mapema leo kutoka nchini India alikofikwa na mauti wakati akipatiwa matibabu. Kwa leo hakuna haja ya mambo ya siasa na mambo ya chama. Tunaomboleza Prime Minister Raila Amolo Odinga na kiongozi wa ODM. Tutakufahamisha mengi kanasi. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Kenya ambako tunaarifiwa kwamba maelfu ya wakazi walimiminika katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi kupokea mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga kutoka India alikofia kutokana na mshituko wa moyo. Kwa mujibu wa familia yake, Raila aliacha wosia akisema kuwa azikwe ndani ya kipindi cha siku 3. Serikali imetangaza kusimamisha shughuli zote siku ya Ijumaa ili Wakenya wapate nafasi ya kutoa heshima zao kwa mwamba huyo ambaye wengi wanasema ni baba wa demokrasia nchini humo. Zaidi ni kutoka kwa mwandishi wetu Shisia Wasilwa. Mamia ya Wakenya katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta waliimba nyimbo za kumsifu Raila wakiwa na matawi na mabango yenye picha marehemu Rais William Ruto, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na wanafamilia ni miongoni mwa watu waliopokea mwili wa Odinga mapema Alhamisi ambao ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya Lee. Hata hivyo, mipango ya kupeleka mwili huo katika bunge la taifa ilibadilishwa na badala yake kupelekwa katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa. Wakenya wa matabaka mbalimbali watapata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho. Naibu Rais Kithure Kindiki alisema kuwa marehemu Raila Odinga alitaka azikwe baada ya siku 3 pindi angefariki. The burial of the late Prime Minister Raila Odinga. Maziko ya hayati Mheshimiwa Raila Odinga yatafanyika Jumapili hii, yataendeshwa na kanisa la Kianglikana ambalo alikuwa muumini. And will be conducted according to the traditions of the Anglican Church. Mwili huo utarejeshwa katika hifadhi ya Lee mwendo wa saa 11 jioni. Baada ya hafla hiyo, mwili utaelekezwa nyumbani kwake Karen kwa mapumziko usiku mmoja. Siku ya Jumamosi, mwili utaondolewa Nairobi kuelekea Kisumu ambapo wananchi watapata nafasi ya kuuaga katika uwanja wa Moi. Baadaye mwili utasafirishwa kwa barabara hadi Bondo kwa mapumziko ya usiku. Siku ya Jumapili, mazishi yatafanyika kwa kufuata taratibu za kanisa la Kianglikana la Kenya nyumbani kwake Bondo. James Njoroge amekuwa bungeni kusubiri mwili wake Raila ili kutoa heshima zake za mwisho. Baba Raila Amolo Odinga ndiye amefanya. Sasa hivi tunaweza ongea kila kitu ambayo tunahitaji. Kwa leo hakuna haja ya mambo ya siasa na mambo ya chama. Tunaomboleza Prime Minister Raila Amolo Odinga na kiongozi wa ODM. Kwa mujibu wa mpango wa mazishi, Raila atazikwa katika makaburi ya familia Kango Kajaramogi Bondo, karibu na makaburi ya babake Jaramogi Oginga Odinga na mwanawe Fidel. Nilimhoji Raila miaka 9 iliyopita nikitaka kufahamu urithi wake katika historia ya taifa. Ungependa historia inapoandikwa ya taifa la Kenya ukumbukwe kama mtu aliyefanya nini? Mtu ambaye alisimamia haki na ukweli katika taifa letu, pigania usawa katika taifa letu, mtu ambaye alikuwa anataka Kenya iweze kutimiza ndoto ya waanzilishi wa taifa. Wakati huo, baraza kuu la chama alichoongoza Raila cha ODM kimechagua kakake Oburu Odinga kuwa kaimu kiongozi wa chama hicho kwa wakati huu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Bado tutaendelea kukuletea mengi kuhusiana na msiba huu. Endelea kutufuatilia hata kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kundi moja la Israel linalopigia debe kurejeshwa kwa mateka wote wanaoshikiliwa katika ukanda wa Gaza leo limeitaka serikali ya Israel kuchelewesha utekelezwaji wa hatua zinazofuata za makubaliano ya amani ikiwa Hamas haitarejesha miili ya mateka waliosalia. Wakati huo Israel imesema tarehe ya kufunguliwa kwa kivuko cha Rafah kati ya Gaza na Misri itatangazwa baadaye, lakini msaada hautapitishwa kwenye eneo hilo. Tatu Karema na taarifa zaidi.
Katika taarifa, kundi la familia za mateka na waliotoweka limeitaka serikali ya Israel kusitisha mara moja utekelezwaji wa hatua zozote zaidi za makubaliano ikiwa Hamas itaendelea kukiuka waziwazi wajibu wake wa kurejeshwa kwa mateka wote na miili ya waliofariki. Haya yanajiri wakati ambapo taarifa ya jeshi la Israel imesema miili miwili zaidi imetambuliwa kuwa ya mateka wa Israel waliouawa baada ya kukabidhiwa miili hiyo na kundi la wanamgambo wa Hamas jana usiku. Miili hiyo ilitambuliwa kuwa ya Inbar Haiman mwenye umri wa miaka 27, mateka wa mwisho wa kike kushikiliwa huko Gaza tangu alipotekwa nyara kutoka kwa tamasha la muziki wakati wa shambulio lililoongozwa na Hamas kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Mwili wa pili ulitambuliwa kuwa Sajenti Mohamed Al-Atarash mwenye umri wa miaka 39 ambaye aliuawa wakati wa vita na kundi hilo la Hamas Oktoba 7 mwaka 2023 na mwili wake kuchukuliwa mateka hadi Gaza. Chini ya mapatano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas yaliyolenga kumaliza vita vya miaka miwili huko Gaza, Hamas ilikuwa iwaachie mateka 20 waliosalia na 28 waliokufa kwa kubadilishana na takriban wafungwa 2,000 wa Kipalestina kutoka jela la Israel. Katika hatua nyingine, mamlaka ya Israel inayosimamia masuala ya kiraia katika maeneo ya Palestina, COGAT, imesema tarehe ya kufunguliwa kwa kivuko cha Rafah kuwezesha kuvuka kwa watu itatangazwa baadaye mara tu upande wa Israel pamoja na wa Misri utakapokamilisha maandalizi muhimu ya ufunguzi wa kivuko hicho. Mratibu wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, Hani Islim, amesema wao kama shirika wameshuhudia wagonjwa 19 kati ya 200 kwenye orodha yao wakifariki dunia. 12 out of them they are children. Kati yao 12 ni watoto. Kwa ujumla, Wizara ya Afya ya Gaza ina takwimu za wagonjwa 740 wakiwemo watoto 137 waliofariki wakiwa wanasubiri matibabu. That they died while waiting. Mbali na hayo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anaamini Umoja wa Ulaya lazima ujifunze kutoka kwa mpango wa amani wa Gaza wa Rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatua thabiti katika jukwaa la kimataifa. Akitoa hotuba ya sera za kigeni jana katika baraza la chini la bunge la Ujerumani, Merz amesema katika ulimwengu unaokuwa na ambao umekuwa mbaya zaidi, nguvu pekee ndizo zinazohifadhi amani. Pia ameongeza kuwa udhaifu husababisha amani kudorora. DW tunavuma kwa kishindo. Na ninakukumbusha tu kwamba tunapatikana pia moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya YouTube na Facebook. Ungana nasi pia huko. Zimbabwe imejiunga na mataifa mengine 10 yaliyoteuliwa kutoa chanjo ya sindano ya kinga ya virusi vya ukimwi ya Lenacapavir. Hata hivyo, huku matabibu wakipongeza chanjo hii ya muujiza, wenyeji wameonyesha mashaka kuanzia bei yake hadi madhara yanayoweza kujitokeza. Zaidi kuhusiana na chanjo hii ni katika ripoti ya Lubega Emmanuel. Chanjo ya sindano dhidi ya virusi vya ukimwi Lenacapavir, kwa ufupi LEN, inayotolewa mara 2 kwa mwaka kwa mtu, imepangwa kutolewa Zimbabwe, nchi hiyo ikiwa miongoni mwa mataifa 10 yaliyoorodheshwa kwa ajili ya mpango huo unaoanza mwaka 2026. Mataifa mengine ni Kenya, Nigeria, Zambia, Uganda, Tanzania, Afrika Kusini, Eswatini na Botswana. Itakumbukwa kuwa 4% ya watu walio na virusi duniani wamo katika nchi hiyo. Lakini pia Zimbabwe imepata mafanikio kadhaa katika kupambana na virusi vya ukimwi. Mojawapo ya mafanikio hayo ni kutimiza azma ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya ukimwi, UNAIDS. Wataalamu wanaamini kuwa kuzinduliwa kwa chanjo ya Lenacapavir kutachangia zaidi katika juhudi za nchi hiyo za kumaliza maambukizi. Zoezi hilo nchini Zimbabwe linatarajiwa kuwalenga watu waliomo katika hatari ya kuambukizwa pamoja na kina mama wajawazito na wale ambao wananyonyesha. Kwa upande wake, naibu mkurugenzi wa UNAIDS Angel Akrekal ameambia DW kwamba we are talking about it as a potential miracle drug. Tunaizungumzia chanjo hii ya miujiza. Kwa sasa ukweli ni kwamba chanjo hiyo ina takriban 100% katika kuepusha maambukizi mapya. Haikutarajiwa, ni ufumbuzi bora zaidi katika kupambana na ukimwi. We do not have a vaccine or a cure, but this is extraordinary. Chanjo hii ya Lenacapavir inatarajiwa kuanza kutolewa katika mataifa 120 kufikia mwaka 2027 na inatarajiwa kupunguza maambukizo mapya
yapatayo milioni 1.3 kila mwaka. Ikilinganishwa na chanjo za mwezi au siku, lenacapavir inatolewa mara 2 kwa mwaka. Mtaalamu wa afya nchini Zimbabwe, Dr. Ponesai Nyika, ameambia DW kwamba chanjo hiyo inafanya vyema ikiwa inatumia ipasavyo. Specifically for HIV prevention, it has been seen to be highly effective. Hususan kwa kuzuia maambukizo ya virusi, chanjo hii ni bora kuliko zingine kama ikitumiwa vyema. If used correctly and consistently. Chanjo hiyo imefanyiwa majaribio mara 2, moja miongoni mwa wanawake na wasichana kusini mwa jangwa la Sahara na kwingineko miongoni mwa watu wa mapenzi ya jinsia moja nchini Marekani. Lakini kwa baadhi ya watu, kero yao ni bei ya chanjo hiyo. Raia moja wa Uganda aliyeongea na DW alihoji uwezekano wa kukidhi bei ya dola 40 kila mwaka, akisema kuwa chanjo hiyo ni ya watu matajiri. Awali chanjo hiyo iligharimu dola 28,000 kila mwaka. Ni kwa ajili hii ndipo baadhi ya watu wanapendekeza chanjo hiyo itengenezwe katika mataifa ya Afrika ili kupunguza bei yake.